Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wenu mmeniona mara nyingi nikija katika madhabahu haya ni taarifa. Bwana asifiwe. Naomba samahani sana leo hii niko na speed governor. Bwana asifiwe. Leo nina ujumbe watu ambao mko kwa gorofa saidio nyingine. Bwana asifiwe. Kwa gorofa saidio nyingine. Bwana asifiwe. Assuming that tuko kanisa mpya. Bwana asifiwe. Alafu ukiingia kanisa pale kwa mlango kisonga mhubiri akiwa mbele kwa kale ka hapo nyuma. Bwana asifiwe. Alafu nyao katikati ya kanisa. Bwana asifiwe. Wamerekani, praise the Lord. Praise the Lord. Poleni sana kwa kufanya mkeshe, maana Marekani sasa hizi wanavyosema wengi wanalala sasa hizi. Wengi wanalala sasa hizi, lakini sasa ni kama sisi tumechukua mkesha. Ni kama sasa sisi hapa mchana wetu umeisha, usiku tuko tunakesha. Bwana asifiwe. Sasa tunawapitizia hao ile process. Bwana asifiwe. Leo wiki hii ni mara yangu ya kwanza kuhubiri ndio, lakini nimekuwa nikimwomba Mungu sana nisaidie neema. Bwana asifiwe. Lakini Mungu amekuwa mwaminifu. Maana lolote umbacho kutoka kwake yuko tayari. Na ujumbe wa leo huenda itakujenga, itakusaidia, itakubadilishia mtazamo ambao uko nao katika maisha yako. Bwana asifiwe. Leo hii nilikaa nikajiuliza zaidi nilivyoomba Mungu. Nikamwambia Mungu, mara ya kwanza kwenda kuhubiri sijawahi simama mbele ya umati. Lakini ulivyobadilisha maisha yangu yakawa tofauti. Naomba nitumie vivyo hivyo nipitize neno lako kwa watu wako. Bwana asifiwe. Amen. Kuna jambo moja ambalo nimekuja kujiuliza zaidi. Nimeketi nikajiuliza hizo maswali. Binadamu sisi tunapoona hatari, tunapoona shida imetukumba zaidi, huwa tunakimbia kutafuta usalama. Na wengi wetu tunavyosema usalama katika maisha yetu, usalama wetu tunakimbia kuupata wapi? Usalama wako wewe binafsi unakimbia kuupata wapi? Saizi huku kuharibike na waseme huko chini kumekuwa kubaya. Saizi dhamira za mtu kukimbia, hata angalia mbinguni. Atakimbia kielekea wapi? Moisbridge, si ndio? Kwa town. Na kwa town yenyewe hautaingia kwa nyumba kwa sababu ukiingia ndani ya nyumba yako utatolewa. Inabidi ukimbie wapi? Police station, kwa sababu unajua hapo at least uko na ka security kidogo. Bwana asifiwe. Na ufike mahali pale polisi hawako, ni mjengo tu. Utakimbia wapi kwingine? Utakimbia wapi kwingine? Kauli hii ambayo nimeikutolea ndio inatupa mada ya leo. God the keeper, au Mungu mlinzi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama Wakristo tunajua kwamba mambo yetu yote ambayo tunapitia katika ulimwengu huu ni uwezo wa Mungu tu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kabla tujasonga mbali, wacha tuangalie kitabu cha Wakolosai 3:2-4. Inasema nini? Wakolosai 3:2-4. Or in English we say the book of Colossians chapter 3 verse 2-4. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo na nyinyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona kuwa kwa kweli sisi vile Kristo alikufa,
Sisi sote tulijificha kwake. Bwana asifiwe. Sisi sote tulijificha kwake, maana mahali pale kulikuwa na uhai, mahali pale kuna security ya kutosha. Maana hata mtu akikutishia vipi, unajua niko na Yesu. Madhabahu yaliyojengwa juu ya maisha yako ni ya maana sana kuliko ulimwengu. Bwana asifiwe. Hapa tukisoma katika kitabu cha Kolosai, hii inatuelezea vizuri kabisa. Unapomkubali Yesu, kila kitu katika maisha yako yanafanya nini? Yanabadilika. Bwana asifiwe. Nilisikia juzi mzee wa kanisa akisema huko kwao alikuwa mzee Kigori. Huko kwao alikuwa anaitwa majina tofauti. Na alivyokuja huko saizi ana jina tofauti. Bwana asifiwe. Na mimi nilivyokuwa kule nje, wale walikuwa na majina tofauti. Wakiniona naita choma zuri, wanaona mimi ni nyama choma. Bwana asifiwe. Lakini vile nilitransformiwa, now they know me as a journalist. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu ni Mungu alifanya nikajielewa mimi ni nani katika ulimwengu huu. Tunajua dunia hii imejaa mambo mengi. Na wakati ile Mungu anakupea process, let us say, wewe ni Mkristo mahali umezaliwa, tuseme umeishi katika maisha yako ambao hujamjua Mungu. At the end of it all, Mungu akuja afanye nini? Akuvushe. So process ya shetani inapokuja kufika kwako, inapofika mahali pale, na unakiri kuwa Yesu ndio kiongozi wa kila kitu, na unakubali Yesu ndiye anaweza kuponya. Once umeruka hiyo step, na umemkubali Yesu ndio kiongozi wa kila kitu mbele yako, shetani pia bali amfikia process yake anafanya nini? Ana pause. Once amepause na umevuka, ukienda na ile strongest of Jesus, atafanya nini? Hatakuacha. Lakini ukifika pale, amefika pale amekungoja, Yesu ameshakuchukua. Akiona pale na yumba, shetani anasema basi huyu mtu hajasimama, waje nifanye nini? Nisonge naye. Kwa sababu umechukua ya kwamba ukiingia kwa Yesu ukwe ina hidden, tuseme hiyo place uko vizuri sana. Wamekutoa huko umeleta place vizuri, lakini bado umekaa pale vizuri, lakini unafanya nini? Bado your eyes are behind. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema ya kwamba ukiwa katika Yesu, tunajifunza katika hizi. So when you accept Jesus Christ, when you accept Jesus Christ, you see, as you shift your mind, your focus, your reality, also you live in a new life, whereby you'll have to concentrate on Jesus only. Praise the name of the living God. Other things of the earth, mambo ya dunia yote yatapita tu, lakini ukimkimbilia Yesu na ujifiche kwake, ni yeye ndio kila kitu, ndio kila kitu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Unapomtumainia Mungu katika kila jambo, unapomuita Mungu katika kila hatua, unaposimama katika yeye, iwapo hata wengi hawatakuona wewe, unaweza ushaifanya vitu ukataka ufurahishe watu lakini watu wafurahi. Bwana asifiwe. Ushaijipata kwa hiyo situation, ama uhubiri, ukiambia semeni amen, ni mtu mmoja anasema amen. Bwana asifiwe. Usishtuke na hilo, kwa sababu yote ni ya wapi? Ni ya hapa tu. Lakini mbinguni malaika wanafanya nini? Wanatazama. Na yote ambayo yanashuhudiwa katika ulimwengu, pia mbinguni yanaandikishwa. Bwana asifiwe. Tukisonga mbele pia kidogo, wacha tuangalie. Sasa tunataka niwalete kabisa kwa mada kabisa. Let us see the book of Psalms chapter 32 verse 7 in New King James Version. Inasema nini? You are my hiding place. You shall preserve me from troubles. You shall surround me with the songs of deliverance. Praise the name of the living God. Hii ni lugha ilikuja kwa meli. Sasa nataka tuingie katika lugha ya Kiswahili kidogo pia tuelewe nasema nini. Ndiwe sitara yangu, utanihifadhi na mateso. Utanizungusha nyimbo za uokovu. Bwana asifiwe. Hapa ni Mfalme Daudi. Mfalme Daudi hapa anamtazamia nani? Mwenyezi Mungu, si ndio? Yeye katika hali yote ambayo amepitia, yeye anaangalia Mungu, kwa sababu anajua Mungu ndiye mahali anaweza kukimbilia na kujificha. Bwana asifiwe. Now we can ask ourselves, what are these hiding places? What are these hiding places? Hapa ni mahali tuseme ni wapi? Katika lugha ya Kiswahili tunasema pahali pa majificho, si ndio? Ni wapi ambapo tunajificha? Hiding places. These are places of safety. One, are places of preservation. And then are places that one cannot be easily attacked. Bwana asifiwe. Sasa tuseme ni barracks. Moi barracks, wengi tumepita barracks. Mnajua hapo ni kambi ya jeshi. Kuna watu wanaweza hata kuataka hapo kiurahisi kweli.
Unaona ile ndio kuataka hapo kirahisi kweli. Umetoka hapa, nakumbuka 2007 ndio nilikuwa mdogo lakini bado sijasahau. Wakati huo watu wengi walikuwa wamekimbia wapi? Police station, kwa sababu walijua hapo kuna security ya kutosha. Bwana asifiwe. The same as we transform these things in reality. Now, huko nje maisha imetushinda. Dhambi imekuchosha. Kila kitu imekuchosha. Umejaribu kufanya kile kitu, magonjwa yanazidi kukulemea. Utakimbia wapi? Utakimbia wapi? Kwa Mungu, si ndio? This is the place whereby unaweza ukapata kila kitu ambacho Mungu amekupatia. Hapa ndio mahali kuna masomo, kuna chakula, kuna kila kitu. Si kwamba atikitoka kanisani utapewa, lakini kwa kila neno ambalo unafanya nini? Unaambiwa kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Hapo yeyote yule akufunzae neno njema litakalo kusaidia. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa ulikata tamaa, ukavunjika, ukaona kabisa magonjwa kwa maisha yangu yamekuwa magumu. Ninajaribu, ninaomba Mungu huyu lakini hayakuji. Usichoke. Wakati wako utafika. Bwana asifiwe. Unavyochukua hatua yako kutoka kwenye, tuseme unatoka kwa bafu, umeenda kujiprepare, umefanya kila kitu yote, unataka kutoka. God is in the same process. Anakuandaa kwa kila jambo. Kwa nini wengi wetu tunakosa imani kwa Mungu? Kwa sababu tunaharakisha hiyo hali ambayo Mungu ametupitishia. Tukafanya nini? Tukakimbia. Wakati ile Mungu anafika kutaka kukuangalia, huyu mtoto alikuwa amejificha wapi? Hapa kwa baba. Ulishatoka umeenda. Bwana asifiwe. Kwa sababu ulichoka kungoja. Ndio maana ninakuambia siku ya leo, unapomtumainia Mungu, mahali ambapo unaweza kujificha katika maisha yako, hata iwe waganga wamesimama, watu wamekuzingira na mambo yaliyo machafu, mabaya yanayokuzingira. Ya kale yalipita. Bwana asifiwe. Ya kale yalipita kwa sababu uko wapi? Uko kwa roof, mahali unajua uko na amani. Bwana asifiwe. Ninakumbuka pale nilisoma story fulani, ilikuwa si kwa YouTube ama wapi. Wakati wa Pasaka, kuna mhubiri mmoja alikuwa anahubiri. Na ni siku ambayo anasema ni Yesu anakufa hiyo siku na atafufuka. Bwana asifiwe. Watu wakajaa, umati ulikuwa mkubwa kanisani. Mhubiri akasimama na panga katika madhabahu. Akasema, kati yenu ni nani ako tayari kukufa na Yesu na kufufuka na Yesu? Bwana asifiwe. Do you know what? Umesema uko mahali pa security, lakini mahali pale pia kuna nini? Challenges. Imani yako iko hapo ama ni kukuja tu kuambia watu niko? Bwana asifiwe. Mhubiri akauliza mara ya tatu. Ni mama mmoja akasimama akasema, niko tayari kukufa na Yesu, kufufuka na Yesu. Kaambia mama kuja. Bwana asifiwe. Aliingiza huyo mama kule ndani, akachukua upanga, akauingiza kwa damu ya mwanakondoo. Akarudi. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani mwingine yuko tayari kukufa na Yesu, kufufuka na Yesu? Do you think mtu alisimama? Do you think mtu alisimama kwa kanisa? Kuna mtu alisimama? Ndio maana ninakuambia, unapokuwa katika security, ukiwa kwa paa kama hili, unajua hapa ni mahali, kila mtu kwa hiyo kanisa alifanya nini? Akaondoka. Akajua kumbe mimi huwa nahubiria watu lakini hawako na mimi. Bwana asifiwe. In case of anything, watasimama na mimi ama watajua hapa. Bwana asifiwe. Tukisonga hapo mbele, tunasoma haya maandiko yanatuleta vizuri katika kitabu cha Daudi. Let us say the book of Psalms. Yes, the book of Psalms. Kwa hiyo tu Psalms yenyewe. Ukisoma pale chini unapata ya kwamba Now it's the book of 1 Samuel chapter 24. Let us say from verse 16 to verse 22. Verse 16 to 22. Verse 16 to 22. Nataka tujifunze kwa mfalme Daudi. Na ni yepi ambayo sisi wa Kristo tunafaa kuyafanya ili kutimiliza kazi ya Mwenyezi Mungu ambaye ametuahidi tuyafanye. Na ni yepi hasa sisi tunapopata shida tutafanya nini ili tuweze kupigana na kusaidia kupigana na maadui wetu. Bwana asifiwe. 16 aya ya 16 inasema, ikawa Daudi alipokwisha kumwambia Sauli maneno hayo, Sauli alisema, hii ndiyo sauti yako, Daudi mwanangu. Naye Sauli akapaza sauti yake akalia. Akamwambia Daudi, wewe u mwenye haki kuliko mimi, maana wewe umenitendea mema, nami nimekutendea mabaya.
nawe umeonyesha leo jinsi ulivyonitendea mema. Kwani Bwana aliponitia mikononi mwako hukuniua. Maana mtu akimwona adui yake, je, atamwacha aende zake salama? Basi Bwana na akulipe mema kwa haya ulionitendea leo. Na sasa angalia, najua ya kuwa hakika utakuwa mfalme, na ufalme wa Israeli utafanyika imara mikononi mwako. Basi sasa uniapie kwa Bwana ya kwamba hutawakatilia mbali wazao wangu baada yangu, wala hutaliharibu jina langu katika mbari ya baba yangu. Naye Daudi akamwapia Sauli. Kisha Sauli akaenda zake kwao, lakini Daudi na watu wake wakapanda kwenda ngomeni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hii story nilisoma ilini-encourage sana. Sauli aliposikia majificho ya Daudi, alichukua the best soldiers, almost 3,000. Bwana asifiwe. Akawa katika ulinzi. Alikuwa chini ya ulinzi. Bwana asifiwe. Ndio ukitaka kujua Mungu, hata kama umeenda kujificha police station na akipanga ni siku yako, itakuwa imefika. Bwana asifiwe. Utaangalia kwamba Sauli alipochukua jeshi lake akienda, alipofika katika ule mlima, akaambia jeshi yake afanye nini? Achukue jeshi, akaambia jeshi lake wacha afike mahali afanye nini? Ajisaidie. Mahali alipoenda kuingia ni mahali Daudi alikuwepo. Kama si Daudi, kama angekuwa ni mbange kwa alimuua. Lakini wanajeshi walipomwambia wamalize kwa sababu si wanajua wamekuja kuingia. Bwana asifiwe. Lakini Daudi alipita nyuma ya Sauli na akakata vazi lake na akarejea alipokuwa. Wakati ule mfalme Sauli alivyotoka akielekea na jeshi lake, Daudi akatoka akimpigia kelele. Maana ukisoma pale, Mungu huleta maadui hadi wapi? Mikononi mwako. Bwana asifiwe. Daudi alivyomuita Sauli, Sauli aligeuka nyuma kusikiliza sauti ya Daudi. Na ndio mtu mwenye anafanya nini? Anatafuta. The same way ninavyokuambia, hatujui ni hali gani unapitia. Hatujui ni magumu gani unapitia. Hatuwezi tukaelewa ni wapi maadui wanakukimbiza. Usalama ni wapi? Ni hapa. Bwana asifiwe. Atakushindania kwa kila jambo ambalo wewe umejitolea kwa mwaminifu kwake. Bwana asifiwe. Daudi hapa unaangalia Daudi alivyomwambia Sauli. Daudi akamwambia Sauli maneno, ukirudi pale nyuma, ukirudi 12 hapo nyuma, Daudi alivyokuwa akimwambia Sauli haya yote, unanifuata mimi kama mbwa koko ama ni mbwa aliyekufa au ni kiroboto? Bwana asifiwe. Alisema maneno mengi kwa sababu Daudi alijua ni mteule, lakini alijua mfalme Sauli ndiye mfalme wa wakati huo. Bwana asifiwe. Kumuonyesha haya yote yangeweza kutimiliza kupitia neno la Mungu. Mambo makubwa ambayo yamekuwa milima katika maisha yako, nataka nikutie moyo siku ya leo. Yale yamesimama milima katika maisha yako, jua Mungu atafanya nini? Atayavunja yote na kuyaweka wapi? Itakuwa sawa. Bwana asifiwe. Usife moyo. Hali ambayo imekuwa ngumu kwako unaiona ni mlima. Hali ambayo unapitia katika maisha yako unaiona imekuwa kwa hakika sitawezana nayo. Uko chini ya paa ambayo Mungu atakuwezesha, utayashinda yote. Bwana asifiwe. Nimesikia Iloa baba Njeri amesema aliacha na miaka 9. Shukuru Mungu kwa miaka 9. Bwana asifiwe. Sisi tulivyozaliwa katika ulimwengu huu, mimi nilipigiwa story nikiwa na umri wa miaka 3, haukuwa na baba na mama, lakini story ilikuwa kwamba uliachwa na miezi 7. Lakini kaambia Mungu, kama ulibaki baba, ni nini nikufe moyo? Kama aseme familia imelaaniwa, mimi naweza nikalaaniwa kweli? Kama nimekujua wewe, niongoze katika kila njia nipitalo. Bwana asifiwe. Na Mungu amekuwa mwaminifu kwa wakati ule wote. Nilivyotoka kule Chomazo, nikichoma nyama huko, kufika hapa. Bwana asifiwe. When God transforms my life, pia shetani akafanya nini? Akaanza kujitukuza. Bwana asifiwe. Haona ni kama nitavunjika moyo kwa sababu nilijua nimefika mahali kuna ulinzi wa kutosha katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Kutoka kule nikarudi kazini. Wakaniambia, you have 2 choices, my friend. Is either kazi ama endelea na gani? Na kanisa. Ufikirie. Bwana asifiwe. Do you know what? Nilienda nyumbani. Nikamwambia Mungu, kama umebadilisha maisha yangu kutoka mahali nilikuwa hapa,
Na wakati nimesema tu niruke mwaka, ukanirudisha mahali nilikuwa. Na kazi hii inaweza ikaisha, lakini wewe hautawaisha. Bwana asifiwe. Kesho yake asubuhi nakuja nikamwambia tajiri, nikamwambia mimi mahali Mungu amenibadilisha maisha yangu kwa tofauti, wacha tu niende. Bwana Yesu asifiwe. Umeacha kazi kabisa. Nikasema wacha niende, Mungu atanisaidia. Bwana asifiwe. Nikakuja nikaelezea mchungaji. Mchungaji akanitia moyo. The same wazi nilikuwa nafikiria. Dadi akanipea moyo, akaniambia mahali ulipo ni mahali pazuri kuliko mahali ulikuwa. Kwa sababu utachomea watu nyama mpaka miaka ngapi hivi? Lakini ukikaa kwa Yesu, anaweza kukufungulia milango tofauti ufanye nini? Usonge mbele. Kumbe Mungu alikuwa ameweka kitu ndani yangu ambayo sikukuwa najielewa. Bwana asifiwe. Maana nilikuwa chini ya paa yake, akanifungulia na akaniambia huko ndio mali niliweka taa. Bwana asifiwe. Kanisa simnalipia shule. Tunalipia shule. Kama singekuja kusoma hapa mngejua niko na talanta. Kwa hivyo, ninakusii na nakutia moyo. Kwa jambo lolote ambalo unapitia katika maisha yako, yasikuvunje moyo. Isikuvunje moyo. Huko katika paa ambayo Mungu afanya nini? Amekusaidia. Bwana asifiwe. Sauli alivyoona Daudi amemkaribia kwa kweli angemuua. Sauli alibaki kuomba nini? Msamaha kwa Daudi. Na akafanya nini? Akarejea. Nami ninakutia moyo leo hii. Maadui ambao walikuwa wamekuzingira na magonjwa wakisema hayatakwisha kwako, yatakapofika mwisho yaishe, ni wakati ule sasa wewe pia unafanya nini? Yatarudi mahali yalikotoka na Mungu atakufungulia njia nyingine. Bwana asifiwe. Wacha tuone hapa tunaweza jifunza nini kutoka kwa mfalme Daudi. Na ni vita gani hivi ambavyo tunajiandaa kupigana navyo ili tuweze kuvishinda. Na utakapovishinda utafanya nini? Bwana asifiwe. Ukishinda shida yako yote au magonjwa yamekuishia, usikose kumuita Mungu, usichoke. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikupe, kama uko na kalamu unaweza ukaandika haya mafundisho, uende yakakusaidia. Bwana asifiwe. Mafundisho ambayo tunajifunza kutoka kwa mfalme Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati adui wako amejisalimisha kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza, vita hivi ni vita kama gani ambavyo inafaa kufanya nini? Kupigana navyo. Tuendelee kupigana navyo hadi mwisho. Jambo la kwanza, we should not stop praying. Bwana asifiwe. Tusiache kuomba kwa sababu adui ameshindwa. Tusiache kuomba kwa sababu adui ameshindwa. Tuendelee kumuomba Mungu kwa sababu atafika kule mbele na afanye nini tena? Anaweza akarudi. Bwana asifiwe. Akupate umerelax, umalizwe. Ya pili, we should not stop fasting. Bwana asifiwe. Tusiwache kufunga na kuomba. Bwana asifiwe. Kama ulikuwa umemwomba Mungu kwa kufunga na kuomba kuondolee hilo tatizo, usiache kuomba. Bwana asifiwe. Point number 3, we should not stop meditating the word of God. Bwana asifiwe. Neno la Mungu ndio silaha. Nakumbuka tukianza foundation class, Madam Priska alitufunza mambo na neno la Mungu. Neno la Mungu ndio kila kitu. Kupigana na shetani, kupigana na magonjwa, kupigana na maadui ambao wanatuzingira, kupigana na njaa, kupigana na mambo yote ya ulimwengu. Bwana asifiwe. Ni neno la Mungu peke yake. Bwana asifiwe. Ukiacha kusoma neno la Mungu, ni sawa na umeacha kula chakula. Bwana asifiwe. Mbona tuna mind sana kuweka chakula, tunaweka chakula ya tumbo sana kuliko neno la Mungu. Bwana asifiwe. Tusiwe tu Jumapili tunasoma Biblia until next Sunday. Bwana asifiwe. Njia moja wapo ya kukula neno la Mungu ni kusoma Biblia, even if hata kama unasoma Biblia yote, lakini at least per day soma something inaweza kuencourage mtu. Bwana asifiwe. Alafu hapo chini pia tunaendelea tunasema we should not stop seeking and pursuing the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu tusikose kulendelea. Bwana Yesu asifiwe. Tunasoma katika kwa mfalme Daudi, yeye alipotoka kachana na Sauli akaenda zake. Hatukujua kama alienda vitani ama aliambia jeshi lake, wekeni masilaha chini, tupige magoti tufanye nini? Tumuombe Mungu. Bwana asifiwe. Lakini Daudi alivyoachana na Sauli, yeye aliendelea na safari yake kuelekea wapi? Vitani. Bwana asifiwe. Hakusimama kwa sababu ameshinda Sauli, huyu alikuwa ananiwita ameenda, wacha nirudi. Bwana Yesu asifiwe. Yeye aliendelea kumtukuza Mungu. Bwana asifiwe. Now, nataka tuangalie katika kitabu cha Zaburi hiyo 121. Psalms 121. Nitainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi?
Msaada wangu u katika Bwana, aliyezifanya mbingu na nchi. Asiuache mguu wako usogezwe, asinzie akulindaye. Naam, hata zinzi wala hata lala usingizi, yeye aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wako, Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Jua halitakupiga mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilisoma hiyo Psalm 21. I think there's a day tulisoma na Bwana na kiongozi wa vijana Bwana Shira. Alipewa verse wakati ule ni kitambo. Na Mungu kweli kwa hakika akaipitisha tena kwangu. Bwana asifiwe. We see here King David. Hapa King David anasema ameinua macho yake mbali, ametazama katika milima. But Daudi ndio anatazama katika milima, lakini sio in really sense that sisi tunaelewa ni milimani. Bwana asifiwe. Si ati kwamba ukisema ni milima sasa wewe unaenda ndio kusema wani waangalie milima. Bwana asifiwe. Mlima ni kitu ambacho unajua ni kikubwa sana. Bwana asifiwe. Hakiwezi kikabomolewa na mtu, hakiwezi kikavunjwa na mtu, hakiwezi kikafanya chochote. Bwana asifiwe. Kwa sababu unajua mahali hiyo kitu ni yani mlima, imagine tu mlima vile ni kubwa. Bwana asifiwe. Daudi hapa mlima wake in really sense ni neno la Mungu. Bwana asifiwe. Ni neno la Mungu. Kwa sababu mahali pale hata adui hawezi akabomoa. Bwana asifiwe. Daudi hapa anatuonyesha kuwa Mungu ndiye stronghold yetu. Mungu ndiye kimbilio letu. Mungu ndiye mpiganizi wetu. Mungu ndiye tunaweza tukajificha kwake. Bwana asifiwe. Unaposhindwa na ya ulimwengu, fanya nini? Kimbia kwa Mungu. Usiishi katika dunia hii ukiona kwamba malimwengu yamekushinda. Bwana asifiwe. Angalia uzuri wa Mungu ametenda nini katika safari yako, amekutendea nini katika milima hii ambayo huyu alikuwa anasema msaada wangu unatoka wapi? Kwa Mungu. Wewe kama Mkristo wa sasa ambaye tunaishi katika dunia hii ambayo imejaa matatizo, angalia janga la corona linavyoangamiza watu. Wengi wetu wakubwa walikuwa wakigonjeka, unasikia mtu ameenda Marekani, unasikia mtu ameenda wapi kwingine, India, matibabu. Bwana asifiwe. Lakini sasa corona inafanya nini? Unakaa mahali ulipo. Bwana asifiwe. Ukifika huko umeletea corona, rudisha kwe. Wataki kuchoka mwenye mkubwa. Bwana asifiwe. Corona ilikuja ku levelize everything. For now Christians wengi wetu tunaangalia wapi? Ilifika mahali mpaka makanisa yakafungwa kwa sababu ya corona. Corona imekuwa like mlima upande wetu huku. Lakini sisi pia tunaangalia mlima upande wetu wapi? Upande huku. Bwana asifiwe. Shetani anapojenga ukuta wake huku, wewe unaangalia na Mungu upande huu. Kwa sababu kufungua ile ukuta lazima itahitaji nini? Neno la Mungu. Bwana asifiwe. Unapomwangalia Mungu katika kila jambo, hata magumu yanaposimama yakikutazama wewe, hata mazito yanaposimama yakikutazama wewe. Mfalme Daudi alivyoangalia akaambia Mungu, licha ya kuwa mengi yalivyonisonga mimi kama mtumishi wako, licha ya kuwa mengi yalivyosimama katika maisha yangu nikukutazamia wewe, ulibaki kuwa msaada wangu. Ndipo sitachoka kuangalia mbinguni nikiliita jina lako. Ndipo sitachoka kuangalia mbinguni nikumngoja Baba uliyenituma katika ulimwengu huu kusimama kuwa kama mfalme wa taifa la Israeli. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua kwa sasa sisi maisha yetu yamekuwa magumu sana. Na tunajua God is there mchana na usiku. Bwana asifiwe. Unapopata masoja hawa, watchman, wengi wao hufanya kazi mchana, ifike jioni, wanafanya nini? Wanaenda shift, mwingine anaingia usiku. Bwana asifiwe. Lakini wewe imagine, alikuwepo mwanzo, sasa na hata milele baada atakuwa, si ndio? Mungu halali, yeye hata azizi, yeye kutazama. Unajua watu wengi katika tafakari la sasa, mtu labda anaweza kusema, sasa hivi usiku hata Mungu hawezi niona, waje nifanye vitu wapi? Kwa wakati wa usiku unajua vitu vingi hufanyika. Bwana asifiwe. Kuna wale wanakimbia usiku.
Kuna wale yaani mambo mengi yafanyika usiku, Bwana asifiwe. Lakini Mungu yeye ni kama watchman. Utazama mchana na utazama usiku. Kila hatua kwa kila neno ambalo tunanena. Bwana asifiwe. Hata sema sisi tunaweza vyote. Bwana asifiwe. God is there watching us. God is there watching us in every steps. Yaani kile kitu ambacho tunafanya katika maisha yetu, Mungu hutizama kila ambacho tunafanya. Bwana asifiwe. Lakini sisi tulivyojiteua tumetoka kwa maadui, tumekimbia kwake tupate usalama. Bado afanya nini? Hata tulinda. Hata magonjwa yatakaposimama, hata bado atakapokukimbiza, lakini unajua mimi niko wapi? Kwa Mungu. Bwana asifiwe. Maisha yako yanabaki yakiwa sawa. Maisha yako yanabaki yakiwa ya kufurahisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tuko? Bwana asifiwe. Tuko? Upande wa chini, Bwana asifiwe. Tuko? Amen. Now, nataka sisi kama Wakristo tujiangalie. Ni mambo yapi haswa sisi tunafaa kupigana katika ulimwengu? Ni mambo yapi haswa sisi tunafaa kufuata katika ulimwengu? Bwana asifiwe. Dunia sasa, kwa sababu gani Mungu aweke mambo yawe tofauti? Kwa sababu gani Mungu afanye watu wawe tofauti katika viwango vyao? Bwana asifiwe. Kuna wale walibarikiwa labda na talanta. Kuna wale walibarikiwa na mali. Kuna wale walipewa, kuna wale wako navyo na kuna wale hawana. Bwana asifiwe. Utapata ya kwamba katika dunia hii ambayo tunaishi, wengi wetu, lakini si huku, si ndio? Wacha tuwasiku si huku. Wengi wetu tulivyomkubali Mungu, tukamkubali yeye katika maisha yetu, akatujalia yote. Na baadaye tukafanya nini? Tukageuka. Tukarudi wapi? Mahali vitu zetu ziko. Bwana asifiwe. Ukiambia mtu, "Hey, leo ni Jumapili nenda kanisa." Na nikienda hizo vitu zitaharibika huko nyumbani. Bwana asifiwe. Nikienda si watu wanaweza ingia kwangu akaredio akaiba vitu. Bwana asifiwe. You can imagine sasa now Mungu anakupima katika daftari lako la maisha na daftari la Mungu. Bwana asifiwe. Wakati huu unapata ya kwamba katika maisha yetu sasa, badala ya kumtafuta Mungu zaidi, tunafanya nini? Tunarudi nyuma. Bwana asifiwe. Ndipo sasa Yesu akiambia yule tajiri, alisema ni kitabu gani kwanza hapa? Yesu alivyomwambia yule tajiri, "Nenda ukauze mali yako na unifuate." Yule tajiri alinamisha kichwa tena akafanya nini? Akaondoka. Bali kumkaribisha kwake haikuwa kwamba ni mali yake ilikuwa itakana ailete, bali ni nafsi yake. Kuitoa mahali ilikokuwa, kuifanya nini? Kuileta chini ya paa ambayo iliyokuwa na ulinzi dhabiti, ambayo hata angekuwa navyo, angekuwa anaishi na angekuwa na hizo vitu zake zote, Mungu angefanya nini? Angemuhifadhi. Bwana asifiwe. Yule tajiri na maskini, tajiri na Lazaro. Tajiri alipokuwa katika meza yake akila, vile vimebaki anamtupia makombo ya Mungu akila. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni njia mojawapo ya baraka. Mungu anamtoa kule chini, anamsogeza wapi? Akuje juu. Tajiri alipofika kule kuelekea jehanamu, akapata kule kuna moto inawaka. Bwana asifiwe. Akapata yule Lazaro ako kifuani pa Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huu inakufunza hapa jambo Mkristo. Mambo yanapokuwa hivi au ni hali ambayo unapitia, hatujui inaenda hivi, inaenda hivi, inaenda hivi. Hatujui Mungu alikuweka kwa hali gani. Bwana asifiwe. Uende kila Jumapili unakuja kanisani bila sadaka. Uende kila Jumapili inapofika kichwa inaanza kuuma. Uende labda kila Jumapili watoto wanaanza kupigana kwa bomu, nasema hata leo nimejikwaza siendi kanisa. Bwana asifiwe. Unapofikiria kwenda kanisani, mambo yanaonekana, unasikia ni dada yako ni mgonjwa, mama yako ni mgonjwa, kama ni nani. Hatua ya Mungu inafanya nini? Unakatia pale. Bwana Yesu asifiwe. Kenya unaweza kusaidika hapa ni moja tu. Unajua uko chini ya ulinzi. Unajua uko mahali pazuri. Unajua ni mahali hauwezi ukatendeka, si ndio? Mwambie Mungu, kazi yako haitasimama. Hayo mengine fanya nini? Ushughulikie. Bwana asifiwe. Ayasimamie yeye mwenyewe, kwa sababu anajua yeye chochote kitakachotokea katika maisha yako ama chochote kinachofanya, kwa sababu yeye ni mlinzi. Anatazama vyote vinavyoendelea katika ulimwengu. Si ati aone yule mtu ni mgonjwa, anaona. Bwana asifiwe. Madaktari wanaweza kuja kukuhudumia kwa nyumba umekaza kwenda, lakini unataka kuchukua tu imani, ambia Mungu, ninaenda kwa kazi yako. Wewe fanya nini? Baki.
utakuja upate ushuhuda, utakuja utoe sana. Bwana Yesu asifiwe. That's why God hawezi kukupatia everything, but yenye Mungu huwa anakubariki nacho ni testimony peke yake. Bwana asifiwe. God gives you testimony. Kwa nini niseme hivi? Unapogonjeka, unapopitia shida, utafika katika madhabahu haya, uambie Mungu amekufanyia nini? Amekutendea. Bwana Yesu asifiwe. Utaambia Mungu ni jinsi alivyokutendea. Hautaambia watu Mungu, hautaambia niko na magari, niko na hii kwa bidii ambayo nimefanya. Kila kitu lazima neno la Mungu lifanye nini? Lihusike. God gives us testimony. But atupei kila kitu tunahitaji. Mungu anatupea nini kufanya nini? Testimony peke yake ambayo inafanya baraka zake zinafanya nini? Zinaongezeka katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Now, ndio maana nimekuongelesha hapo nyuma kidogo jinsi maisha yetu yalivyo. Na tunajua in every situation that we are going through, God is there and holding you. Bwana asifiwe. Iwe wakati wa njaa, iwe wakati wa magonjwa, magonjwa yamekupiga mpaka umekata tamaa ukaona maisha yangu yameisha. Bwana Yesu asifiwe. I like Mama Kamau, Mama Ndishu, alikuwa hapa Sunday hii akitoa testimony. By the way, like kama huyo mama kwa hiyo imani, hiyo imani yasimama nayo, ni kweli Mungu hapo. Bwana asifiwe. Unajua kwamba wewe ni declare sitakufa. Unajua niko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaposikia magonjwa yamekuja, nasikia Mungu anasema basi mimi nimeenda. Bwana asifiwe. Mnitie madaktari wakuje wanisaidie. Mnitie wazee wakuje waniombee. Sasa wewe mwenyewe utaombewa yes. Na kama una imani, utapona kweli? Utapona kweli? Kwa sababu tunajua kila kitu ambacho tunapitia, Mungu lazima amesimama pale. Anataka tu mtazame yeye. Kwa sababu ulisema wewe ndio paa yangu na nimesimama kwako na wewe ndio utakayenisaidia. Tafadhali shughulikia haya. Bwana asifiwe. Now, let us look at the book of Isaiah chapter 26 verse 3. The book of Isaiah maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wako. Nimetoa Misri kwa ukombozi wako. Nimetoa Kushi na Sheba kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Hapa ni unabii wa Isaiah kwa wana wa Israeli. Huu ni unabii wa Isaiah kwa wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Ndiposa nimekufundisha hapo nyuma nikisema ya kwamba ngome zote zilizojengwa juu ya maisha yako, ngome zote zilizosimama juu ya mienendo zako, ngome zote zilizosimama juu ya mafikirio yako, ngome zote zilizosimama juu ya familia yako, jua Mungu anafanya nini? Atayaondoa. Bwana asifiwe. Mungu atayaondoa. Kesho utakuja na ushuhuda mpya. Huenda labda kwa familia yako kuna mtoto mmoja tu. Kuna mtoto mmoja tu. Maybe magonjwa hayatoki kwake. Kuna mtoto mmoja tu ni msumbufu kuliko wote. Bwana Yesu asifiwe. Huenda labda ni mali yako tu moja imeleta tatizo yote. Huenda labda ni hii tu imekuwa tatizo kwako. Muangalie Mungu. Maana kila kitu ambacho alitoa mwenyewe akaiweka katika ardhi hii, ni yeye yuko tayari kuyafanya iwe sawa. Bwana asifiwe. Maana ngomeni ni mahali ambapo wewe mwenyewe kama Mkristo unapojiamini, unapomtumainia yeye, unapotoa maombi yako ya kila siku, kumwambia Mungu, hali hii imefika mwisho, hali hii imenifunga, hali hii imeniweka kuwa katika hali ambayo haistahili. Bwana asifiwe. Na unapata maisha yako yanabadilika. Now, tuangalie kitabu ya Timotheo wa pili. Timotheo wa pili 1 hadi 10. Timotheo wa pili 1 aya yake ni 12. Kwa sababu hiyo nimepatikana na mateso. Kwa sababu hiyo nimepatikana na mateso. Wala sita hayari, kwa maana namjua yeye niliyemwamini na kusadiki ya kwamba aweza kunilinda kile nilichokiweka amana kwake
hata siku ile. Bwana asifiwe. Hapa ni kazi yake Paulo. Paulo anapofundisha, hapa ni Paulo anapoongelea. Paulo anasema ya kwamba yeye katika uenezaji wa injili hata tikisika. Bwana asifiwe. Hata tikisika kwa sababu anajua msingi wake dhabiti uko wapi? Uko kwa Mungu. Bwana asifiwe. Ndio maana nimekuambia hali hiyo ambayo maybe tunaweza tumekuwa kuelezea hali ambazo zinakusumbua. Hapo Paulo anasema ya kwamba hata tikisika kwa neno la Mungu. Hata dhoruba itakapomwingilia hata tikisika, bali ataliinua hilo neno peke yake na kumwabudu Mungu. Bwana asifiwe. Hata liinua hilo neno, unavyosimama, unavyomtazama, unavyomfikiria, unavyofanya kila kitu. Situation yoyote isifike kwa maisha. Tabia yoyote isifike kwa maisha ukamsahau Mungu. Muite yeye kwa kila jambo. Muite yeye kwa kila hatua. Muite yeye katika kila safari uendapo. Bwana asifiwe. Wengi wetu hatujui kesho yetu. Tunajua tuko ya leo na ya jana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Paulo hapa anatuelezea vizuri kabisa. Hata mwacha Mungu na hata rudi nyuma. Na vivyo hivyo sisi tunavyofanya moyo wa unabii. Tunavyofanya moyo wa kwenda kuokoa wale ambao hawajamjua Kristo. Tunajua kwamba paa tulipo ndani yake pana imani. Tumuokoe yule aliyeishi katika ulimwengu wa utumwa. Kule nje hatujui ni wapi. Tusiogope kumuita Mungu kwa sababu ya watu watatutazama. Tusiogope kumuita Mungu kwa sababu ya watu watakavyotusema. Tusiogope kumuita Mungu jinsi watu watakavyotutoroka. Bali sisi tubaki na ule msimamo mmoja tu. Kumuita yeye mbele ya watu na kwa kila hatua. Bwana asifiwe. Na nikielekea mwisho, tukielekea kumaliza, nataka tuangalie kitabu cha Mathayo 21 aya yake na 22 tukimaliza. Na yoyote mtakayoyaomba katika sala mkiamini mtapokea. Bwana asifiwe. Na yoyote tuombayo katika sala tukiamini tutafanya nini? Tutayapokea. Bwana asifiwe. Hatujui unaomba Mungu kitu gani na ni miaka ngapi imepita baada ya hajatimilika. Bwana asifiwe. Jua Mungu hata kama umemuomba chochote kwa miaka zimepita zaidi ya 10. As I said earlier, process ya Mungu huwa haijendi haraka, inaenda polepole. Itakapotimilizika haitaweza kufanya nini? Kurudi nyuma. Bwana asifiwe. Yote ambayo umeita kwa maombi yatafanya nini? Yatatimia. Bwana asifiwe. Kwa English tunasema whatever shall ask in prayer, wasema prayer is the key in everything that we are seeking. But if it's not the key, it is the hand that holds. Bwana asifiwe. Kama maombi sio ufunguo, basi ni mkono ambao umeshika nini? Funguo ya kufungua baraka zako. Bwana asifiwe. Siwezi jua magonjwa yamekutesa maybe kwa muda gani. Siwezi jua maybe unaomba Mungu akujalie kitu gani kwa miaka ngapi. Jua ya kwamba Mungu yule aliyesimama na Esther, Mungu yule aliyesimama na Ana, aliyeponya yule mwanamke aliyetokwa damu kwa miaka 12, yule ambaye alikuwa amewekwa kisimani pale kwa miaka 38 akizungumza na magonjwa. Hatujui yako yamefikia wapi. Ninakutia moyo siku ya leo. Unapomuomba Mungu, jielewe wewe uko katika ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Uko katika paa ambaye hata adui akuja hawezi akavunja. Kwa sababu ni neno likulindalo, ni neno likupiganialo. Bwana asifiwe. Kila hatua ambayo nimekuambia, when you ask in prayer, hiyo magonjwa ambayo imekufinya kabisa, umeona maisha yako imeisha kwa sababu ya yale yamekufinya, ambia Mungu, imefika mwisho leo. Ambia Mungu, imefika mwisho leo. Na hali yangu haitabaki jinsi ilivyo. Leo hii itakuwa ni ushuhuda kwako. Useme siku ya youth day, maisha yangu yaliweza kubadilika. Magonjwa yangu yaliweza kuisha. Tabu zangu ziliweza kuisha. Kwa hiyo nikimkaribisha Pastor Paul akikuja kumalizia, ninakuacha na neno. Mwenyezi Mungu akujalie neema zake katika kila hatua. Mwenyezi Mungu akupiganie kwa maadui wako wanakuzingira kila siku. Mwenyezi Mungu akusogeze hatua nyingine ambayo watu wengi watabaki na misemo wakiambia watu amebadilika. Bwana asifiwe. Leo hii historia yako ambayo ilikuwa ikiongelea mambo ya kitambo, huyo ni mgonjwa tunamjua. Waambie leo nimepata uponyaji. Bwana asifiwe. Waache wasiongelee ya jana, waongelee ya sasa na kufanya nini? Na kwenda mbele. Na Mwenyezi Mungu awabariki zaidi na wajalie neema.